Sabri Zamil Al-News. Na Uislamu ulipokuwa katika uhai wao walitazama hili wakaona kwamba katika watu wanaotakiwa kutoshelezwa basi ni watu wa ilmu. Mtu alipwe apewe mkafaa wake, kama ni nyumba ziwekwe wakfu, walimu walipwe mishahara ili watulizane wasomeshe dini. Na ndio maana hata serikali pia, serikali sina wafanyakazi, kuna wafanyakazi wa serikali waajiriwa, madaktari, wauguzi mbalimbali, wafamasia, mfahamu, walimu, maafisa elimu. Haya, wewe wape wauguzi mradi wa ng'ombe, alafu uone kama atahudhuria pale kwenye kazi yake kwa wakati. Mpe mwalimu, kila mwalimu apewe mradi wa kufuga ng'ombe wa maziwa na kuku wa kienyeji afuge. Usimpe mshahara, mpe mradi. Si walimu mpo nyinyi? Mpe mradi wa kufuga bata. Bwana, tumekupa bata hawa, kama ni wa kienyeji, sijui ni black Swedish, sijui ni Peking au wapi, chukua hawa fuga. Alafu tukuone unahudhuria vipindi vyote, kama ni mwalimu wa hesabu wahudhuria, umeshaingia darasani. Serikali ilipolijua hilo ikaona hawa sisi tuwatosheleze kwa kuwapa mishahara hawa ili wahudhurie kwa wakati. Ila dini tu matajiri wake wao hawataki hilo jambo. Nilisema maneno haya yanakuwa ni marefu sana kweli, nikitaka kusiku kuja kuamua kuzungumza ni marefu. Mimi si walaumu wale upande ule, mimi nazungumza na watu mfano wangu nyinyi katika tulabu. Msije mkakaa mkatarajia katika maisha yenu kwamba kuna ufumbuzi kutoka nje huko watu wengine. Ikija basi ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watu ni wabinafsi kupita maelezo, Yeye anachokitaka, una shida umwambie akupe. Bwana, mimi nina shida 500,000 nauguliwa na hivi, basi chukua 200,000 hizo. Chukua 300,000 hizo. Atampa huyu bila mpango. Sio kwamba kuna mpango, kuna mkakati, kuna hili jambo la kutatua matatizo ya muda mrefu. Akupe tu basi. Siku akikasirika basi akupi. Lakini akufanyia ufumbuzi ili wewe uendelee katika hali yako hii, udumu katika hawezi. Umeelewa? Kwa hiyo nimeleta sura hii tufahamu. Sasa katika mambo ya kutazama ya mwanzo kabisa, sisi tuwakatie tamaa hawa watu katika hili, lakini tuwaombee dua. Allah waelekeze matajiri wa Kiislamu, wafanyabiashara wa Kiislamu, awape ile ilham na taufiki ya kufanya kile kinachostahiki kwa wakati wake, ili wapate kuunusuru na kuutetea huu Uislamu kimkakati hasa, na mali zao ziende katika ile njia ambayo ni sawa sawa. Si jambo la mtu binafsi kwamba katoa shilingi 500,000 au milioni kampa mtu. Hatuzungumzii jambo hilo. Umeelewa? Sasa ni kuwaombea dua, wala tusiwafuate na mali zao kabisa. Usiombe watu, mara umeomba huyu, mara umeomba la. Hilo jambo si jambo zuri, halikubaliki katika Uislamu. Usiwaombe watu. Mtu anaweza kuambiwa khairi fulani, kama ataifanya sawa, hakufanya basi kuna khairi hii atafanya, basi ni khairi, alhamdulillah, tumwombea dua. Hakufanya, achana naye, wala usimlaumu katika hilo. Lakini sisi katika upande wetu huku tuweke azma ya kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mvua imenyesha, haikunyesha, jua limewaka, halikuwaka, ni usiku au mchana, sisi tujisabilie lillahi rabbil alamin. Hilo jambo la kwanza. Hiyo ni azma kubwa kabisa, watakiwa mtu aiweke katika nafsi yake kwamba wewe kama una diary yako andika, mimi bwana nitaitumikia hii ilmu kufa kupona maisha yangu. Pengine kama ni maandishi yake, yaweke katika nafsi yako, usiyatoe haya. Nimekula sijakula, mimi nitaitumikia ilmu kwa maslahi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo jingine ambalo wewe utakiwa uliweke katika akili yako, na hili alhamdulillah naweza kusema kwamba limetuvusha katika mambo mengi sana. Tumefanya tajriba katika hili. Jambo lolote ambalo waona kwamba hili litanitoa kwenye kazi yangu ya ilmu,
hata kama lina pesa kiasi gani usilifanye. Hamjanielewa hapo na wala hamtanielewa kirahisi. Yani kwamba jambo hili mimi nikiingia kwenye shughuli hii, siatokea mfano shughuli kwamba nikiingia sasa katika shughuli hii, nimepewa huu mradi wa kuchimba visima huu, lakini mimi sasa sitashughulika tena na ilmu, lakini napata pesa hapa, wewe achana nao. Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu lahu khayran min dhalik. Ni mitihani inakuja, sisi imetujia katika njia tofauti tofauti, tumeiona ile kuja hivi, hapana hili alafu itakuwaje, basi weka pembeni, laje lilikuwa bora zaidi kuliko hilo. Lakini Allah anaweza kukupima wewe katika jambo lako, ukapimwa wewe uko kwenye hali ngumu, alafu laje jambo sasa, bwana sasa wewe tukupa mradi wewe ya kwenda kusimamia, uende mahali fulani ukasimamia mambo fulani na mambo fulani na mambo fulani, na pesa yako hii, unasema basi singefanya miaka miwili tu afu nitarudi. Wewe ndio ushakwenda, wewe ndio umekwenda na maji. Sasa wewe ukiweka nafsi yako kwamba mimi hili hapana, hili silitanitoa, hili lina pesa kule litanitoa hili. Nishai kuzungumza baadhi ya mifano kadhaa wa kadhaa ambayo imetokea kwetu. Wewe simama katika jambo lako la kusimamia ilmu, kwa sababu ukiamini kwamba arrizqu biyadillahi ta'ala, na wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala wepesi katika upatikanaji wa riziki yako. Na hiki kitu kingine, kaa utafakari kitu gani ambacho waona kwamba hiki pamoja labda kuna posho ndogo naipata, lakini nikifanya na hiki kuna kitu nitapata. Taweza kuwasimamia watu familia yangu, mtanunua sabuni, watoto wameumwa naweza kuwapeleka kwenye matibabu, kutokea kile vitu vidogo naweza kuifanya maisha yakaenda. Kwa hiyo unaweza kukaa ukatafakari, lakini kisiwe kitu ambacho kiko nje ya mtiririko wako wa ilmu. Kwa asbabu za riziki haijakataliwa katika sheria ya Kiislamu, lakini angalia kitu ambacho kitalinda ile maadili yako ya ilmu. Angalia sana kitu hicho, weka sababu, fanya hiki. Tunaona baadhi ya ndugu zetu alhamdulillah, mimi nimekaa hapa na waangalia watu tumeishi nao, mtu amekuja kaja yeye tu na suruali zake na kanzo zake, na wajua watu wamekulia humu, lakini sasa hivi ana nyumba, ana kiwanja, ana mradi, ana wake, ana watoto, yuko katika safari hii ya kusoma, yuko hana kitu, akiondoka na wajukuu, na kumbe alikuja peke yake. Umeelewa? Sasa hizo wewe huwezi kuziona kwamba ni fadhila za Allah, ushasahau kule ulikopita ulikoanzia, lakini katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wameka asbabu ndogo tu, hata kwa siku kupata kitu kidogo tu cha kuweza kumshikiza kwenye riziki yake. Allah utie baraka na akakupa utulivu katika hili kidogo ambacho kina baraka, kikakupa utulivu katika nafsi yako, wallahi ni khairi kuliko kupewa dunia yote ambayo haina baraka. Ukapewa kila kitu, alafu utakapokuwa umeamua kwamba sasa mimi sitaki lile, nataka nisimame hapa, dunia itakujia wa hiya raghima. Dunia itakujia yaje yenyewe, yaletwa hali ya kuwa dunia ni dhalili, inakuja ya kufuata. Huja iba cha mtu, huja dhulumu, huja ua, huja fanya chochote. Sihaba Ibn al-Jawzi anasema, nikijilinganisha mimi na watu wa familia yangu na wao wanavyohangaika kutafuta maisha, kila nikijitazama sioni kwamba kuna kitu wao wanacho mimi sina. Lakini sababu ndogo tu pingine ya riziki ambayo itakupa utulivu na imewekwa katika misingi ya sawa sawa, Allah utia baraka, hiyo ni bora zaidi kuliko kwa na sababu kubwa.
na wewe uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio ar-Razzaq, kwenye ile sababu yako ndogo Allah anaweza kukufungulia akatia kheri, akatia na baraka, na mali yako ikakua mpaka watu wajinga wakakuona wewe ni tajiri, kwa sababu ya maisha yako ulivyo, unavokula, unavovaa, unavoishi. Wala unapapariko bei zimepanda, wala hujui kama kumepanda nini. Watu wanaanza kupiga mahesabu, sasa hapa itabidi tule mara 2 kwa siku. Afanya biashara huyo, toa hii hapa, toa hii, toa nini, luku imezidi, funga hiki, funga hiki, funga hiki, gari paki pale. Lakini wewe ukiisha katika hali ya qanaa na hali ya utulivu na Allah katia baraka, watu wakipaki magari, wewe endesha gari lako, hujali bei zimepanda au zimeshuka, na wala hupigi magoti kwa mtu kumuomba. Nielewa? Sasa kikubwa ni kitu gani? Kwa sababu hii dini hii, wasipopatikana watu watakaojitoa muhanga kwa wakati wa sasa, hii dini itapotea. Hebu tazama tu hali katika nchi yetu hii, tembea katika mfano kwenye huu mkoa wa Tanga, wewe tembea, nenda vijijini tu kwenye wilaya zake, nenda Pangani, nenda mpaka vijijini, nenda Muheza, nenda mpaka vijijini, nenda Korogwe, nenda mpaka vijijini, nenda Lushoto mpaka vijijini, Handeni nenda vijijini, Kilindi nenda vijijini, huku Mkinga nenda mpaka vijijini, uangalie hali ya Uislamu na Waislamu kule vijijini, utalia kwa machozi. Watu wako mbali kabisa na dini, mbali kabisa, wanahitaji msaada wa ilmu na maarifa. Leo utakuja mjinga mmoja tu akawa wajua bwana Palestina bwana, wajua Gaza, sio anza kuzungumza Gaza na nini, hana chochote anachokijua. Ulipeleka nini wewe kule? Hawa ndugu zako waliokuwepo huku umeshindwa kuwasaidia katika kueleza dini. Wazungumza jambo la Gaza, wewe utaliweza? Kuna kufa kule, wewe utaweza? Wewe zungumza vitu viko nje ya uwezo wako, utakujitwisha majukumu ambayo huna uwezo nayo. Hivyo hivyo sogea katika mikoa mingine, nenda kile unavyozidi kusogea mbali huko ndani bara huko, vituko ni vikubwa sana katika jambo la dini. Vinahitaji watu watakaokaa katika marakizi za ilmu na maahidi za ilmu, watakaolelewa na kufunzwa ilmu, kuwafikishia wale, kuwasomesha dini yao. Wale hawahitaji kwamba eti ukawachimbie kisima, hawajui kule hali mbaya sana, ukachimba kisima, ukajenga msikiti mzuri. Ushajenga msikiti mzuri, imamu, khatibu, mwalimu, utaenda kumtoa wapi? Kwenye chuo kikuu kipi? Kwamba sasa hapa ndo nitampeleka huyu akawasomeshe. Wapi? Ulifadhili kipi wewe ili hawa walimu wasomeshe watu? Sasa mazingatio hayo katika majengo bwana, wajenga tu huku, wafanya kule, wachimba huku. Ni jambo linahitaji mipango. Alafu pia hawa watu utakuta wanalaumu, wajua Waislamu sisi hatuna mipango, hatuna mikakati. Wewe tengeneza tafuta wataalamu wa kutengeneza mikakati, ile strategic plan vizuri kabisa, tengeneza kila kitu. Bwana, strategic plan yetu ni hii, tunataka hiki. Subiri, usisubiri watu wa namna hiyo bwana. Hawa hawako serious katika jambo la dini yao. Sasa walimu, nyinyi msife moyo, mmenifahamu? Nyinyi mko moja na Allah jalla wa ala. Maisha ni kitu kidogo sana, si kitu. Kwa hiyo watu kufanya subira katika hili jambo na kuipigania dini ni jambo kubwa sana. Lakini mpaka sisi tujitambue kwamba tuko kwenye lipi, na msaada wetu na faraja yetu sisi iko wapi? Hakuna msaada wetu na faraja isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Niwapigie mfano tu kitu kimoja. Unaona hiki kitu kinachoitwa Wahabi hiki. Wahabi. Watu wanakusudia manhaji ahli sunna wal jamaa. Wajua sio kitu cha kubahatisha. Hii madhhabi ahli sunna wal jamaa as-salafiyya hii si kitu cha kubahatisha, kuona kwamba mpaka ukifika Latin America kuna watu waliosomeshwa. Ukienda huko Far East, mashariki ya mbali, mimi nimesoma na watu kutoka Fiji. Unajua Fiji visiwa huko mbele ya Australia, Sydney huko, si kama unajua ramani ya dunia huko.
kwenye international deadline huko. Mtu katoka Fiji amekuja Jamia Islamia Madina kusoma. Mtu ametoka Brazili amekuja Jamia Islamia kusoma. Au watu kutoka Ufaransa, kutoka Sweden, kutoka wapi, yani Europe na Amerika usiseme. Sharq Asia, watu kutoka India, Sri Lanka, wapi usiseme, kutoka Russia, wapi, Chechnya. Dunia yote imekusanywa, watu watoa mali zao ili wanafunzi wasomeshwe dini. Zile pesa zatoka ili watu wasomeshwe dini. Umekuja hujui chochote. Mchina si Mjapani amekuja pale hajui chochote, katika hajui ana wala anta. Ataingizwa, atalelewa hapo miezi 6 ndio utamwona anza kuzungumza Kiarabu. Hivyo vyanza kidogo kidogo hivyo mara. Sasa hizi kampeni zilianza tangu mapema miaka ya 50, 60, 70, 80, 90. Watu wanachukuliwa katika kila mahali na watu hutoa pesa zao wakawasomesha watu. Wametawanyika kila mahali katika pembe za dunia. Jazahumullahu khairan. Wapo ambao waliziona fadhila hizi wakalisimamia jambo hili, wakawa ni walimu wanaosomesha watu dini. Na wako ambao wamelipuuza pesa za Waarabu hizi bwana, wakatumia, wakala, wakafanya mambo yao, wakaangalia shughuli zao. Wama yadhuruna illa anfusahum. Hakuna wale mdhuru, hamdhuru chochote, hawadhuru chochote isipokuwa nafsi zao. Wangesimama na wao wakatekeleza ile risala waliopewa, dini ingefika mbali. Na kinachozungumza ni kwamba watu wakikaa kwenye kimkakati. Mimi nimesoma na watu kutoka South Africa, Cape Town huko. Darasa moja. Kutoka Zimbabwe, si kutoka kila mahali utakapouliza, kutoka East Africa yote hii. Somalia, Djibouti, Eritrea, wapi, Sudani, wapi. Watu wa aina zote utawakuta pale. Na kila mwanafunzi atapewa tiketi ya kwenda na kurudi bure, hakuna kulipia, ya ndege. Utakaye transit wapi? Hiyo tiketi yako ya kwenda na kurudi, na hii posho yako kila mwezi, na hili basi la kupeleka shule bure, na hili basi la kukutoa pale unapokaa mpaka kufikisha msikiti wa Madina, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kukurudisha bure. Hao wataka nini? Lakini wajua kwamba sisi hatuwezi kueneza Uislamu ulimwenguni kwa kuchimbia visima peke yake, kwa kuwapelekea nguo, makontena nguo, kanzu, mabaibu. La, lazima watu wapelekwe, watu kuwafundisha ilmu. Sasa katika miji yetu sisi hili jambo limepuuzwa. Hata kwa wale ambao wanaonekana kwamba wana masuhulia ya kulisimamia hili jambo, kwamba wasimamie ilmu katika miji na vijiji na vitongoji na mitaa, hawajali wao. Na hao matajiri wao ndio usiseme kabisa, lakini wallahi mtakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Mtakwenda kuulizwa wallahi siku ya kiyama kuhusu neema zote. Nyinyi fanyeni ujanja tuingia huku, toka kule, ingia huku. Lakini je, sisi tubweteke tusifanye? Wajua matajiri waje tuletea pesa? Hapana. Si kichuo kimefika miaka 20 sasa. Miaka 20. Mjua kilikotoka kwa hali zake zote mpaka kaka kimefika hapa kilipofika. Si hapa tuswali swala za jamaa tu za kawaida tu. Au msikiti watosha tena? Hautoshi tena. Na hatuna msikiti mmoja. Hapa tu kitani hatuna msikiti mmoja. Leo ungekuwa msikiti mmoja ingekuwaje? Lakini ni kuonyesha kwamba fadhila za Allah ni kubwa na da'wa inakuwa. Alhamdulillah. Na ukienda katika misikiti ambayo watu wake wamependeza, mmoja katika msikiti watu wavaa wasafi kabisa, wewe fanya uchunguzi, nyie mfanye uchunguzi, ingia msikiti huu toka, afu uone wale watu ambao wanavaa, yani watu wamependeza. Hata alikuja ndugu yetu mmoja siku moja hapa, tulikuwa tuko naye Madina zamani, akaja akazungumza hapa, daktari mmoja akazungumza. Alipomaliza tukatoka, anambia vipi, mbona watu hapa naona watu wasafi sana, kanzu nyeupe, watu wasafi vipi hapa? Naambia wamefundishwa usafi na elimu inawalea katika hilo. Nyie hamlijui hili,
ambao tumevaa kanzu zao na vilimba vyao na safu na hili safu istau safu 9 tayari. Hili jambo si jambo sahali, ni jambo kubwa, ni neema na ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alikuja hivi hivi tu, alikuja jambo hivi hivi tu, fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tuzihifadhi fadhila hizi, tuziendeleze, lakini lazima tusimame ile smooth iwe ya kweli, tusimame kikweli kweli. walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Njaa zipo, matatizo yapo, sio sisi tunaosoma tu, hata wanatafuta riziki njaa wanazo, shida wanazo, utulivu hawana. Tosha sisi Allah ametupa utulivu, ametupa na sabri ya kusoma ilmu. Asemaje yule msemaji mmoja, radina biqismati aljabbari fina lana ilmun waliljuhali malu. Sisi tumeridhika na mgawanyo wa Allah jabbari kwetu, sisi tumeridhika kwa sababu radina billahi rabba wa bilislami, tumeridhika sisi. Tuna ilmu kile kiasi kidogo ambacho ametupa Allah, sawa. Wajinga wana mali, tumeridhika. Sasa nini tena? Kwa hiyo watu watakiwa waridhike na hilo. Lakini nasema tena kwamba wewe ukipata wasaa wa kufanya sababu yoyote ya kukupatia riziki ambayo ni ya halali, sababu ya halali na riziki ya halali ambayo haitakutoa katika njia, ukabuni kitu, fanya. Lakini chochote kitakachokujia mbele yako kikawa kitakutoa kwenye njia, hata kiwe na thamani gani, wewe kiache. Mimi nawaambia, kama lao watu waendekeza haya mambo ya kutafuta miradi na mambo makubwa makubwa, tusingekaa hapa sasa hizi. Tutafanyaje? Ofa mbalimbali zimekuja, wafanya nini tena? Mama, ungefanya tu bwana mara moja alafu utarudi wapi? Unajua pesa haina hivyo. Lakini tutulizane, tusome. Wakati wa nyuma nilikuwa nikizungumza, sasa yule aambie wenzake wasome tu, wafanye subra. Yeye ana gari, lakini yeye ana gari sasa. Lakini aambie wenzake subra bwana, subra. Wewe ukishakuwa na gari basi utakiwa kuambia wenzako subra. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wal fadlu bil alaf. Na Allah amegawa riziki jamaa, watu hawezi kulingana sawa kwenye riziki. Ushika sababu zako, fanya jambo lako na juhudi yako, tafuta riziki yako, alhamdulillah, isikutoe katika mstari. Lakini pia fahamu kwamba riziki inatolewa kwa viwango. Allah subhanahu wa ta'ala hugawa kwa viwango. Kwa hiyo usije ukaona mwenzako kapanda, ana hiki ana kile, ukaanza kumuonea kijicho, ukaona ukamwekea husda. Usifanye namna hiyo. Riziki ni mgawanyo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.